Ni Jumanne ya Juni 13. Hujambo na karibu katika MCL Matukio, na leo utakuwa nami Janet Mesomapia. Wabunge kadhaa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamemtaka Rais John Magufuli kupeleka bungeni mabadiliko ya katiba ili kuondoa kinga iliyowekwa kwa marais wastaafu kushtakiwa. Ushauri huo umetokana na taarifa ya madini iliyoundwa na Rais John Magufuli kubaini kuwa kampuni ya madini ya Acacia imekuwa ikibia nchi kwa muda mrefu. Peter Edson ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Wakizungumza leo bungeni mjini Dodoma wakati wa kuchangia bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2017-18, mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa na mbunge wa Kilombero Peter Lijualikali wamesema ripoti ya rais kuhusu mchanga wa dhahabu inaonyesha kuwa marais wastaafu wana mkono kwenye wizi ulioibuliwa. Marais wa nchi hii wasiwe na kinga ya kutoshtakiwa, kwa sababu hainiingia akilini wakati leo unamwambia Karamagi, unamwambia sijui mzee wangu huyu nani huyu Chenge kwamba hojiwe, marais wapita wanaachwa. Haiwezekani Chenge alifanya makosa sasa sijue, haiwezekani. Haiwezekani cabinet ilikuwa ijui. Tufanye amendment ya sheria marais wote, na hii vita sio vita iwe ni one man army. Isiwe vita kwamba jeshi mtu mmoja ndio lipigane, iwe vita taifa zima. Hata hivyo, mbunge wa Kigoma Kaskazini Peter Serukamba, pamoja na kukiri kuwa kulikuwa na makosa ya kisheria kwenye mikataba hiyo ya madini, amesema Tanzania haina budi kutulia na kuangalia mbele. Aidha, kufuatia hatua hiyo, spika wa bunge Job Ndugai akawataka wabunge kuwa wamoja katika suala hilo na kusimama nyuma ya rais ambaye ameonyesha njia ya kuiondoa nchi katika lindi la kuibiwa na kampuni za nje. Peter Edson, MCL Matukio, Dodoma. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Ummy Mwalimu amewataka wanawake kujenga utamaduni wa kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wengine, hasa wanawake wenzao ambao ndio wahitaji wakubwa. Tupate taarifa zaidi. Waziri Mwalimu amesema hayo wakati mpango wa taifa wa damu salama ulipozuru makao makuu ya benki ya KCB, ambapo wafanyakazi wa benki hiyo walijitolea kuchangia damu. Nitoe rai kwa wanawake wenzangu kuchangia damu, kwa sababu unapochangia damu ndipo pia tunasaidia kuokoa maisha ya wanawake wenzetu wajawazito. Nchi yetu ina idadi kubwa sana ya vifo vitokanavyo na uzazi. Katika kila vizazi hai 100,000 wanawake 556 wanafariki. Na sababu kubwa ya wanawake kufariki, 19% ya wanawake wanaofariki ni kutokana na kuvuja damu kupita kiasi. Aliyekuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Sengerema mkoani Mwanza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 kupitia tiketi ya Chadema, Hamis Tabasamu ametangaza kuachana na chama hicho. Taarifa ya Jesse Mikofu inasomwa studio na Alfred Zakaria. Tabasamu anasema amechukua uamuzi huo baada ya kuridhika na utendaji wa Rais John Magufuli na kwamba anaunga mkono jitihada zake hizo, hasa suala la kushughulikia mikataba na biashara ya madini. Dhamira ya kweli iko moyoni. Dhamira ya kweli haiko katika uso. Sisi kama Chadema tumezungumza hapa nyuma, tumepambana na ufisadi na tuna nyimbo zinazungumza Chadema kamata mafisadi, fanya hivi. Sasa leo Mheshimiwa Rais anaanza kupambana na mafisadi. Sisi Chadema tena ndio tumeanza kumpinga Mheshimiwa Rais. Sasa je, sisi ndio tuna dhamira ya kweli? Na katika michezo tupate taarifa ya mwanamichezo wetu Charles Abel inayosomwa na Denisia Leslie. Jeshi la polisi nchini limehakikishia ulinzi wa kutosha mashabiki watakaojitokeza viwanjani kushuhudia mashindano ya soka ya Ndondo Cup yatakayoanza rasmi Juni 17 jijini Dar es Salaam. Kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Philip Karangi amesema jeshi la polisi litahakikisha kuna kuwa na ulinzi kwa kipindi chote ambacho mashindano hayo yatafanyika kutokana na umuhimu wake kwa jamii. Mkurugenzi wa mashindano hayo Shafii Dauda, katika masuala ya ulinzi na usalama, makundi ya vijana, makundi ya bodaboda, makundi ya wazee, kila kundi katika jamii katika nafasi yake inahitaji kushiriki moja kwa moja katika shughuli za ulinzi na usalama. Tulipopata mwaliko wa kushiriki katika mashindano ya Ndondo Cup, kwa kweli tulifarijika sana, kwa sababu mashindano haya yanahusisha vijana. Kama mnavyofahamu, vijana ndio kundi muhimu kabisa katika jamii. Na hapo tunafika mwisho wa matukio kwa leo.
Jiunge nasi hapo kesho asubuhi kwa mapitio ya magazeti na usikose kupata nakala yako ya Mwananchi na The Citizen. Pia endelea kutembelea mitandao yetu mbalimbali kwa taarifa kemkem. Asante na jioni njema.